Takwimu hizo zimetolewa na Rais wa Chama cha Madaktari na Wataalamu wa Afya Macho Tanzania, Dr. Steven Yamsaya, wakati wa mkutano mkuu wa 7 wa madaktari bingwa wa macho na wadau wa afya macho unaofanyika mkoani Mbeya. Kwa mujibu wa Dr. Yamsaya, uoni hafifu na mtoto wa jicho ni miongoni mwa matatizo yanayowaathiri wananchi wengi wakiwemo watoto, na hivyo kuhitaji juhudi za pamoja katika kinga na matibabu. Kwa 3% ya wananchi wote unaweza kuona kama namba ndogo, lakini ni watu kubwa. Unakuwa zaidi ya watu milioni 2 wanakuwa katika shida hii ambayo inaweza kutibika. Ukiwa na kundi kama hilo lote linakuwa ni watu wametengeneza, wamekuwa wategemezi. Kwa hiyo ndio maana tunakutana hapa kwa ajili ya kubadilishana utaalamu. Akizungumza katika mkutano huo, mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda amewataka wataalamu wa afya ya macho kuongeza juhudi za utoaji wa elimu kwa wananchi ili kusaidia kupunguza ongezeko la matatizo ya macho nchini. Tuendelee kufanya hii kazi kwa wito, tuendelee kufuata taratibu na miongozo ya serikali iliyotolewa au iliyowekwa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wetu. Naye katibu mkuu wa Chama cha Madaktari Nicholas Chaula amesema matumizi ya vifaa vya kielektroniki vyenye mwanga mkali kwa muda mrefu pamoja na baadhi ya watoto kuanza masomo katika umri mdogo bila uangalizi wa afya ya macho ni miongoni mwa sababu zinazochangia kuongezeka kwa matatizo hayo. Mfano, watoto siku hizi wanawahi sana kuanza shule, lakini pia wazazi wengi wakiwa bize wanawakabidhi tu watoto hizi gadgets, simu, tablet, mtoto achezee. Ile inazuia uwezo wa mtoto wa kuona mbali kuweza kukua. Kwa tatizo linakuwa lipo kubwa ambao watoto na lazima kuhitaji miwani. Wadau wa afya ya macho akiwemo mwakilishi wa CCBRT Elizabeth Siabu pamoja na meneja masoko wa International Ears Hospital Al Chilo wameeleza umuhimu wa kuimarisha huduma za uchunguzi na matibabu ya macho ili kuboresha afya ya wananchi. Changamoto zingine za macho ikiwemo pamoja na macho kuwasha, macho kutoa machozi, changamoto za miwani. Tunalo duka zuri la miwani, utapata lensi kutokana na uhitaji wako. Hatua ya kugundulika kama na hilo tatizo, atafika pale hospitalini, watamwandalia utaratibu mzuri, then atafanyiwa upasuaji wa hii huduma ya smart lens. Kwa 3% ya wananchi wote unaweza kuona kama namba ndogo, lakini ni watu kubwa. Unakuwa zaidi ya watu milioni 2 wanakuwa katika shida hii ambayo inaweza kutibika. Ukiwa na kundi kama hilo lote linakuwa ni watu wametengeneza, wamekuwa wategemezi. Kwa hiyo ndio maana tunakutana hapa kwa ajili ya kubadilishana utaalamu. Tuendelee kufanya hii kazi kwa wito, tuendelee kufuata taratibu na miongozo ya serikali iliyotolewa au iliyowekwa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wetu. Mfano, watoto siku hizi wanawahi sana kuanza shule, lakini pia wazazi wengi wakiwa bize wanawakabidhi tu watoto hizi gadgets, simu, tablet, mtoto achezee. Ile inazuia uwezo wa mtoto wa kuona mbali kuweza kukua. Kwa tatizo linakuwa lipo kubwa ambao watoto na lazima kuhitaji miwani. Changamoto zingine za macho ikiwemo pamoja na macho kuwasha, macho kutoa machozi, changamoto za miwani. Tunalo duka zuri la miwani, utapata lensi kutokana na uhitaji wako. Hatua ya kugundulika kama na hilo tatizo, atafika pale hospitalini, watamwandalia utaratibu mzuri, then atafanyiwa upasuaji wa hii huduma ya smart lens.